Shalom, shalom watu wa Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Mtu wa Mungu kote kule unakonisikiliza, nataka nikufundishe kwa jina la Yesu Kristo ndoto 5 za kupokea fursa, neema, hadhi, lakini pia na kuwa na mvuto usio wa kawaida hapa duniani. Inawezekana safari yako ya maisha hujawahi kuhisi kama kuna siku utabadilika, utakuwa mtu mkuu, utakuwa na kitu cha thamani na utaweza kubadili historia ya maisha yako. Sasa unapoota ndoto hizi 5 usipuuze, kwani mpango wa Mungu si wewe uishi maisha ya kawaida, bali ya kupe hadhi, thamani na kufanya mtu mkuu, bora na aliyefanikiwa sana hapa duniani. Ndoto ya kwanza kabisa ni ndoto unalamba asali au unalina asali. Chukulia mfano tu kwenye ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa kawaida. Mfano upo unakula asali. Ni kitu gani unakipata? Lakini pia upo unalina asali. Unategemea kupata nini? Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho inaonyesha kwamba Mungu anaenda kukupa matunda, anaenda kukupa matokeo, anaenda kukupa furaha, anaenda kukupa amani, anaenda kukutengenezea mvuto na heshima na thamani isiyo ya kawaida. Asali ni kitu kitamu, ina maana maisha yako hayatoacha kuwa matamu, hayatoacha kuvutia. Ina maana Mungu anaandaa kitu kikubwa. Kurina asali ina maana ni ishara ya faida, ishara ya kupata matokeo, ishara ya kuneemeshwa, ishara ya kupata kibali kuliko kawaida. Lakini kula asali ina maana maandiko yanasema kuleni asali, maana asali ni njema. Kwa hiyo asali inaweza iponye magonjwa. Kwa hiyo ina maana Mungu anakuonesha kwamba unafanyiwa ukombozi, ina maana giza linaondoka, lakini pia unatengenezwa maisha yako kuvutia na kuwa ya thamani. Lakini ndoto ya pili ni ndoto unakamua ng'ombe maziwa au unakunywa maziwa. Kukamua ng'ombe ya maziwa ina maana huwa ni ishara ya kutengeneza faida. Kutengeneza faida, sababu ng'ombe unapomkamua unahitaji maziwa ya kufanya nini? Kunywa ili ujenge afya, kuuza ili upate pesa. Kwa hiyo kumbe Mungu anakuonesha utapata pesa, lakini pia utapata afya njema, lakini pia utapata hadhi, heshima na utajiri na mafanikio. Kunywa maziwa ni ishara ya baraka, mafanikio. Ndio maana ukifuatilia vizuri sana kwenye maandiko matakatifu, Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe akiwa anawaagiza na kuwapa ahadi wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, akasema atawapeleka Kanaani, nchi iliyojaa maziwa na asali. Kwa hiyo asali, maziwa ni ishara ya matokeo, furaha, amani, baraka za Mungu na neema. Ndoto ya tatu ni ndoto unavuna mahindi au unakula mahindi yaliyochemshwa. Kuvuna mahindi ina maana ni ishara ya mavuno, matokeo. Mfano unavuna mahindi kwenye shamba lako, unategemea kufanya nini? Unategemea kufanyaje? Labda kuuza, labda kupika uwauzie watu, ili mradi unalenga faida. Lakini pia ukiota mahindi unachemsha unakula, ina maana ni ishara ya kupata matokeo, ishara ya kupata furaha, ishara ya kushiba, ishara ya kuwa na amani, ishara ya kuondokana na changamoto na tatizo, vikwazo, ukata, umaskini, kukosa furaha, kukosa amani, njaa kwenye maisha. Ina maana Mungu anakuwa anakuzidisha na kukutengenezea furaha, amani, lakini kwenye ulimwengu wa roho pia kukupa nguvu ya kushiba neno, kushiba utukufu wa Mungu, lakini pia kushiba mamlaka ya kimungu kwenye maisha yako. Lakini ndoto ya 4 ni ndoto unatungua tunda. Mfano embe, papai, chungwa. Hayo huwa ni ishara ya matokeo. Tuchukue mfano mzuri tu, upo unatungua matunda kwenye ulimwengu wa kawaida. Unataka ya nini? Kwanza kula au kuuza? Kwa hiyo kumbe ni kutengeneza faida au kujenga afya. Lakini pia unapokuwa unakula, hususan matunda, huwa yana kinga ya mwili, lakini pia yanajenga afya
lakini pia yanakupa amani kwa sababu hutoshambuliwa na magonjwa. Kwa hapo Mungu anakuwa anakuonesha kwamba utapata furaha, utapata amani, utapata afya, lakini pia utamjua Mungu, utapata ule ulinzi wa kimungu kwa sababu magonjwa, maradhi, mikono ya adui haitoweza kukuathiri. Lakini 5 ni ndoto unavuna au unakata mua. Unakula mua ni ishara ya nini? Mfano, kwenye ulimwengu wa kawaida unavuna mua au unakata mua ni kwa ajili ya nini? Aidha kula au kutengeneza sukari. Sasa unakula mua ili ufanyeje? Upate afya. Sasa ishara ile inakuonesha kwamba ni Mungu anakuonesha kwamba utatengeneza faida, lakini ni kitu kitamu pia. Lazima hicho kitu kiangalie. Kwa hiyo Mungu atatengeneza maisha yako kwa ya furaha, ya amani, ya upendo, lakini kupata afya, kupata matokeo, kupata neema ya Mungu, kupata ulinzi wa Mungu, ina maana kuwa salama. Kwa ndoto hizi 5 unapoziota, ni Mungu anataka kupe neema isiyo ya kawaida, hadhi isiyo ya kawaida, heshima isiyo ya kawaida, na kukuzidisha na kukuongeza. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ndoto hizi usizichukulie poa. Jua Mungu anawasiliana na wewe kukuokoa, kukutoa kwenye changamoto, kukuketisha na wakuu, na kukupa hadhi na mafanikio makubwa kwenye ulimwengu wa mwili na kwenye ulimwengu wa roho. Asante sana. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.